Leo nitazungumzia mkataba wa Bukavu halafu na mkataba wa Lemela. Tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 1990 waasi wa RPF Inkotanyi waliokuwa Uganda wakipewa hifadhi na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambao RPF Inkotanyi wakina Emmanuel Fred Gisa Rujema, wakina Paul Kagame, James Kabarebe na wenzake zaidi ya 100, ambao kihistoria walikimbia Rwanda mwaka 59 kufuatia mapinduzi ya kihutu ya Rwanda yaliyoongozwa na Gregory Kayibanda, rais wa kwanza wa Rwanda, kutoka mwaka 1962 mpaka 73 alivyopinduliwa na Juvenal Habyarimana. Gregory Kayibanda alianzisha chama cha Parme Hutu na alifanya mapinduzi. Kwa kizazi cha kina Kagame aliyezaliwa mwaka 57 walikimbilia Uganda wakapata hifadhi na viongozi wa Uganda. Kwa hiyo RPF Inkotanyi lilikuwa ni kundi la waasi lilikuwa likiongozwa na Emmanuel Fred Gisa Rujema walikuwepo Uganda. Tarehe 1 mwezi wa 10 Emmanuel Fred Gisa Rujema na askari zaidi ya 4,000 walivuka mpaka Uganda eneo la Gatuna na kwenda Rwanda kwa kile kinachoitwa kutaka kuipindua serikali ya Juvenal Habyarimana. Lile shambulio likawa limefeli. Rais wa Kongo Jenerali Joseph Desire Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga akasaidia na Juvenal Habyarimana, wakaamua kuuzima ule uasi, na baadaye Emmanuel Fred Gisa Rujema akawa ameuawa na Peter Bayingana. Ni stori ndefu ya kuuawa kwake na kisa chake. Hali ikawa tete na uhusiano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Uganda ukawa hatarini, kwa sababu Uganda ya Museveni ilikuwa inawapa hifadhi waasi wa Kitusi wa RPF Inkotanyi, lakini walikuwa wakiingia Rwanda kufanya mashambulizi kuitoa serikali ya Juvenal Habyarimana. Ndipo serikali ya Tanzania mwaka 94 ikaamua kuchukua jukumu la kuwapatanisha. Katika ule mkataba wa Arusha wa mwaka 94 ulikuwa unahusisha mambo manne. Moja, kutatua uhusiano wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Uganda, yaani kupatanisha serikali ya Museveni ya Uganda dhidi ya serikali ya Rwanda ya Juvenal Habyarimana. 2, rais wa Burundi wakati huo Cyprien Ntaryamira, ambaye alichukua nchi mara baada ya kuuawa rais wa Burundi Melchior Ndadaye. Ndadaye alishinda uchaguzi 93, aliweza kumshinda dikteta wa muda mrefu Pierre Buyoya alikuwa rais kuanzia mwaka 87 baada ya kumpindua Bagaza mpaka 93 akashinda uchaguzi na Melchior Ndadaye. Ndadaye aliposhinda 93, baada ya siku 90 Ndadaye akauawa kwa mpango wa Pierre Buyoya. Kwa hiyo serikali, lakini kingine ilikuwa ni mtanzuko kuhusu hatima ya Watusi wanaoishi Kongo ambao walikuwa wananyanyaswa na Mobutu Sese Seko. Yale makubaliano ya Arusha inaonekana kwamba waasi wa RPF Inkotanyi hawakukubaliana na baadhi ya vipengele, na ndiyo maana kwa mujibu wa shirika la ujasusi wa Ufaransa na mashirika mengine yanadai kwamba huenda waasi wa RPF Inkotanyi ndio waliolipua ndege iliyombeba Juvenal Habyarimana wa Rwanda na Cyprien Ntaryamira wa Burundi na baadhi ya viongozi wa juu wa Rwanda na Burundi. Baada ya kulipuliwa kwa ndege hiyo, yakatokea mauaji ya kimbali. Yalipotokea mauaji ya kimbali, RPF Inkotanyi waasi wakishirikiana na serikali ya Museveni walikwenda Rwanda kuzima vuguvugu na kumaliza vita. Kwa lile jeshi la Juvenal Habyarimana ambalo inaitwa ex-FAL, Force Army of Rwanda, likaamua kukimbia kutoka Rwanda na kupita mpaka wa Goma Gisenyi, wakaingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hatimaye serikali ya Jenerali Joseph Desire Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga ikaamua kuwapokea. Walipofika kule, baadaye ndo wakajiita FDLR Interahamwe, maana ni jeshi la Juvenal Habyarimana lilipigwa chini lote. Kagame akaanzisha jeshi lake mara baada ya mauaji ya kimbali. Kagame akawa makamu wa rais na waziri wa ulinzi. Wakati huo rais alikuwepo ni Pasteur Bizimungu
aliyekaa kwa muda wa miaka 6 na mwaka 2000 akajiuzuru. Kagame akachukua kama rais kuanzia mwaka 2000 mpaka leo. Lakini kuanzia mwaka 94 alikuwa ni waziri wa ulinzi, alikuwa ni waziri makamu wa rais, nafasi kubwa nyingi alikuwa amezishikilia mkononi. Kwa hiyo baada ya wale Wahutu ambao kutoka jeshi la Juvenal Habyarimana ambao ndani yake kulikuwa kuna kikundi cha wauaji kinaitwa Akazu, kilikuwa ni kikundi ambacho kilikuwa kina lengo ni kuwakandamiza Watusi na jamii zingine ambazo zilikuwa zinampinga Juvenal Habyarimana. Kilichotokea ni kwamba wale jeshi la Juvenal Habyarimana mara baada ya kufika Kongo liliamua kuingia makubaliano ya Bukavu. Maana yake ni kwamba, nataka nikwambie Bukavu Agreement nini. Tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 1995 yalifanyika makubaliano yanaitwa the Hutu Covenant, agano la Kihutu, eneo la Bukavu ambao ni mji mkuu wa Kivu Kusini. Kivu Kaskazini ni Goma. Bukavu Hutu Covenant yalikuwa ni makubaliano ya asili ya jamii za Kihutu. Zilishirikisha wafuatao. Kwanza ni jeshi la zamani la Juvenal Habyarimana ambao nilikuwa ni Wahutu. Lakini pili, serikali ya Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu wa Zabanga. Tatu, walikuwa ni waasi wa CNDD-FDD ambao sasa hivi ndio chama tawala cha Burundi. Wakati huo kuna wakina Leonard Nyangoma, marehemu Pierre Nkurunziza, rais wa sasa hivi wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Hussein Rajabu na makada wengine wa CNDD-FDD zaidi ya 70 walikutana Bukavu. Lakini pia wakaamua kushirikiana na wale Wahutu wa Rwanda wa Juvenal Habyarimana, jeshi lao waliunda kitu kinaitwa the Hutu Covenant, agano la Kihutu la mwaka 95 Bukavu. Kwa maana ya kwamba CNDD-FDD walianzisha Burundi baada ya kuoa Ndadaye mwaka 93. Wahutu wa CNDD na FDD, jeshi pamoja na wanasiasa wakaunda CNDD-FDD ili kukabiliana na serikali ya chama cha UPRONA ya Pierre Buyoya pamoja na Watusi. Kwa hiyo CNDD-FDD Wahutu, jeshi la zamani la Juvenal Habyarimana ambalo linaitwa FDLR Interahamwe au ex-FAL, serikali ya Mobutu wakaamua kuunda kikosi cha pamoja kukabiliana na Watusi ambao ni Watusi wa mashariki ya Kongo ambao wanajiita RCD Kisangani kipindi hicho, wakina Wamba Dia Wamba na wenzao, kupambana na serikali ya Rwanda ya kina Paul Kagame ili kuhakikisha uhai wao unakuwa salama. Hiyo ndio inaitwa the Bukavu Hutu Covenant ya mwaka 95. Kwa baadaye mwaka 96 Watusi nao wakajibu mapigo kwa kuanzisha mkataba wa Lemela. Kwa kuwa Laurent Desire Kabila alikuwa amekaa muda mrefu na kiu yake ilikuwa ni kupambana na serikali ya Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu wa Zabanga kwa hali na mali, aliamua kuingia kwenye mkataba wenye mashirikiano na kuzimu, mkataba wa Lemela, kwa maana ya kwamba waasi wa AFDLL wakina Laurent Desire Kabila pamoja na rafiki yake Yunda wakaamua kuingia mkataba na Rwanda pamoja na Uganda pamoja na Banyamulenge wanaokaa mashariki ya Kongo, wakatengeneza mkataba wa Lemela. Mkataba huo ulikuwa na vipengele vifuatavyo. Mosi, kama wakifanikiwa kumtoa Mobutu, basi jeshi la Kongo la Mobutu lipigwe chini lote, lianzishwe jeshi jipya la Kongo ambalo litajumlisha wataalamu kutoka Rwanda na Uganda. Na mara baada ya kumtoa Mobutu kwenye operation Banyamulenge mwaka 96, baadhi ya wanajeshi kutoka Rwanda na Uganda wakina James Kabarebe na wengine kutoka Uganda walikuwa ni sehemu ya ulinzi wa kimkakati wa ikulu ya Kongo kumlinda Laurent Desire Kabila ambaye ni alikuwa rais wa tatu wa Kongo kuanzia mwaka 97 mpaka mwaka 2001 alivyouawa na wale moja kati ya askari wake anaitwa Chadi Soja Rashidi Kasereka. 2,
ni lazima Kongo igawanywe kuwa nchi mbili. Yaani watu wa mashariki ya Kongo ni lazima wapate taifa lao, ambao wengi wao ni Watusi, wale Banyamulenge. Lakini tatu, maamuzi yoyote ndani ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Laurent Kabila ni lazima washirikiane kutoka Rwanda na Uganda. 4, makampuni kutoka Rwanda na Uganda ni lazima yapewe tenda ya uchimbaji wa madini. 5, watu kutoka mashariki ya Kongo wale Banyamulenge ni lazima wapewe nafasi kwenye serikali ya Kongo. 6, ni lazima kuwepo na mashirikiano ya kidemokrasia na kikanda kwenye ulinzi wa pamoja wa siasa za maziwa makuu. Kwa kuwa Laurent Desire Kabila alikuwa na ndoto za kuingia Ikulu, aliamua kukubaliana mkataba wa Lemela. Ndiyo maana katika mchakato wa kumtoa Mobutu madarakani, askari walitokea Rwanda, askari wa Laurent Desire Kabila, yeye alikuwa Tanzania, akatokea Rwanda, askari zaidi ya 10,000 wakiwemo watoto, wanawake na wengine, wakaenda wakaipindua serikali ya Mobutu. Baada ya kuingia madarakani, Laurent Desire Kabila aliamua kukataa makubaliano ya Lemela. Akasema sijui. Baada ya kukataa makubaliano ya Lemela kuyatekeleza, James Kabarebe akaondoka kuwa mkuu wa majeshi wa Kongo. Maana James Kabarebe ndio binadamu pekee ninayemfahamu mimi Afrika. Ameshawahi kuwa kanali kwenye jeshi la Uganda, ameshawahi kuwa jenerali kwenye jeshi la Rwanda, na ameshawahi kuwa jenerali kwenye jeshi la Kongo. Mtu pekee ambaye ameshawahi kuwa mwanajeshi kwenye nchi 3 tofauti tofauti, huyo ndio James Kabarebe. Kanali jeshi la Uganda, alishiriki kwenye kuitoa kwenye Bush War, kumuingiza Museveni madarakani, ameshiriki kutuliza mauaji ya kimbari, na akawa mkuu wa majeshi wa Rwanda, na pia amekuwa mkuu wa majeshi wa Kongo kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 13 na miezi 10 chini ya serikali ya Laurent Desire Kabila. James Kabarebe pia ameshawahi kuwa balozi wa Tanzania, balozi wa Rwanda nchini Tanzania. Huyo ndio James Kabarebe, moja kati ya watu muhimu sana kwenye serikali ya Paul Kagame au Paulo Mrefu. Kwa hiyo Laurent Desire Kabila alikataa kukubaliana na makubaliano ya Lemela, ndio akaondoka James Kabarebe. Pia waziri wa mambo ya nje wa Kongo akajiuzuru, Bizimana Karaha, na wengine askari wengi wakatoka. Baadaye ikaja operation Kitona na fitna ya kumuua Laurent Desire Kabila ikawa imeanza. Sasa kwa mujibu wa shirika la ujasusi la Ufaransa DGSE, Al Jazeera wanasema kwamba Laurent Desire Kabila aliuawa kutokana na mpango wa Rwanda kwa kushirikiana na shirika la ujasusi la Marekani CIA, kwa sababu muuaji Bwana Rashidi Kasereka alikutwa na kadi za ubalozi wa Marekani, lakini pia alikuwa akiwasiliana mara kwa mara na viongozi wa Rwanda. Kwa hiyo walihitimisha kwa kusema hivyo. Kwa hiyo huo ndio mkataba maarufu wa Bukavu na mkataba wa Lemela. Siku nyingine tutaendelea tena na mambo mengine. Lugete Musa Lugete, usisahau kusubscribe ukurasa wangu wa YouTube.